Nikukaribishe ndani ya Viwanjani kwa mara nyingine tena. Unakutana nami Rosemary Timzo Karugira ndani ya Exclusive. Hapa ndipo unapata exclusive za kila aina na za michezo mbalimbali. Leo hii tunaangazia kwenye mambo ya kabumbu. Tunakwenda kukutana na nyota wa zamani wa timu ya taifa lakini na Mtibwa Sugar, watu ambao wameacha legacy zao mara baada ya kutundika daruga. Si mwingine ni Abubakari Mkangwa. Abubakari, habari za siku nyingi bro? Salama kabisa. Kitambo. Karibu sana ndani ya Viwanjani, karibu sana tena Tanzania. Karibu miaka 19. Karibu miaka 19 umetukimbia nchini. Kwa zangu Italy. Mkangwa, mtu asiye kujua kwanza hawezi kufahamu, naamini vijana wengi wa Gen Z hawezi kujua. Ulianzia wapi? Ni mzaliwa wa wapi? Ulianzia wapi soka? Mzaliwa wa Dar es Salaam. Nimeanzia mpira hapa Dar es Salaam. Nianza timu moja ya Kumbukumbu. Naam. Kumbukumbu nikanunuliwa Mtibwa. Ndio paka naondoka nchi mimi nilikuwa mchezaji wa Mtibwa. Na nilifanikiwa kuwa mfungaji bora 2004. Nilifanikiwa kuwapa ubingwa Mtibwa 2020 19 20. Nimewapa ubingwa Mtibwa. Naam. 2004 nikawa mfungaji bora. Kwa ni mafanikio ambayo niliyafanya kwenye nchi. Kwanza kuipa ubingwa timu ambayo inatoka kwenye wilaya hakika Tuliani miaka miwili ambapo sasa hivi kama ambayo leo tunazungumza imeshuka daraja kwa championship ambao ni kitu kibaya sana. Kipita bwana timu yenu imeshuka daraja kwa sababu bado naambia Mtibwa sababu legend sijaama Mtibwa tangia naingia Mtibwa 1999 mpaka nasafiri mimi nacheza Mtibwa, sijaenda Simba Yanga mimi Mtibwa Sugar. Kwa bado na nani yangu mpaka anajisikia vibangi. Bwana timu yenu imeshuka daraja Mkangwa. Hakika naona nadhani wabadilike kwa sababu Mtibwa ni timu moja kubwa sana. Wabadilike, mabadiliko yawe makubwa. Umeona? Nimeshangaa kuja hapa na kukuta Jamali Baisa yupo ndio kiongozi mkubwa wa Mtibwa. Sasa naomba Mtibwa kama inawezekana wamrudishe timu yetu kwenye hadhi yake. Sababu kipindi cha Jamali tukikosa nafasi ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne. Mwisho wa tano, yani hapo ndo tumepotea yani. Unaona? Akia hivyo badilika jamani na timu inashuka, inapanda, inashuka, inapanda. Kwa unaona kuna wanabidi wakae chini, wajiulize, wafikirie watu wamekosea, alafu wamfikirie ule mtu sababu kaipa mafanikio Mtibwa. Hakika na baada ya kutoka haya ndo tumeanza kuyaona. Ndio haya timu ina championship Mtibwa Sugar so rahisi, timu kubwa. Timu ilichukua ubingwa wa wananchi miaka miwili. Timu itoa wafungaji bora karibia watatu. Timu icheza mashindano ya kimataifa hapo iko wilayani. Kwa Mtibwa ni timu yetu kwa yani ina perform. Inaenda sehemu watu timu imeingia Mtibwa. Watu kweli. Wakina Meki, wakina Zubeli, Monjaliseki, Kaniki, wakina Yusuf Batu ndio alichofanya Jamali. Kachukua watu kaweka kwenye timu. Tukienda sehemu tunashindana. Twende kujo tunaenda kushindana. Tukiingia Mbeya bwana wameingia Mtibwa. Mbeya wanajua watu kiingia Arusha bwana wameingia Mtibwa leo. Mtibwa imeshuka. Watu wanaogopa. Tukikutana na Yanga Afrika, Simba Sports iko bwana leo kinapigwa. Kisa hivi naona Mtibwa na bwana Mtibwa Sugar bwana huko tumefungwa huko tumefungwa 3. Sio Mtibwa Sugar hiyo tuzoea. Sisi tulikuwa tunacheza kwa malengo, kwa moyo. Kama wachezaji wa Mtibwa Sugar. Kwa sababu tunapata kila kitu. Hakuna timu ilikuwa base kama sijui sasa hivi. Sisi tulikuwa tunapata kila kitu. Tunafika hoteli nzuri, tunapata padi yetu vizuri, tunapata mshahara yetu on time. Dani best. Kwa timu moja iko ndio kutaka kuambia uame honestly unafikiria yame nimekosa nini hapa. Naona baki Mtibwa. Unasaini unaenda kucheza Mtibwa. Sasa hivi mpaka aibu ukipita Mtibwa ameshuka. Mtibwa ameshuka. Sababu unajua mimi Mtibwa Sugar. Juu mimi siji Pamba, siji Simba na mimi. Kwa sababu wewe umecheza mwanzo mwisho. Hivi Abubakari, mpaka leo katika maisha yako tangu umeacha soka, haujawahi kujutia kwamba kwa nini labda sikuwahi kuhama kwenye Mtibwa kwenda labda kwenye vigogo wao wa Simba na Yanga? Kwa kweli sijawahi kujutia. Hujawahi? Nilichojutia mimi kwa nini sijawahi kutoka hapa kwenda kucheza professional Europe Unaona? Akikujutia kwa Mtibwa mimi sijajutia. Tulikuwa tunazungumza hapa wiki iliyopita hapa tulizungumza na semaji la Mtibwa Sugar Liga la Mbwike Tobias Kifaru. Alitueleza kwamba wachezaji wamekosa uzalendo, lakini alimtaja sana na yeye alisisitiza kwamba viatu vya Jamali Baisal ndio vinapelekea mpaka hivi sasa. Haiwezi ikawa kwamba labda na wenyewe sasa hivi hawana tena yule kiongozi wa kuwaita na kuzungumza nao kwamba bwana wewe kwa nini unataka kwenda? Shida iko wapi? Ili wakaendelea nao kuwa na motivation. Nadhani huyo mtu atakuwa hayupo sasa hivi kama ilivyokuwa Jamali.
Nadhani imekuwa timu inaenda bwana tuwe tukashindane tu unaona. Mshajivaa baka anataka kuondoka kama chaende. Hamna ile kama zamani. Bwana Mkango utakwenda wapi? Simba. Njoo tukatonge. 1 2 3. Akisema mimi naona timu ndio hivyo ipo. Inashuka inapanda kuna matatizo na uwepo. So bure. Lakini labda Mkango ukuwahi kujiunga na vigogo hao wa soka Simba na Yanga? Ndio. Waliwahi kukuita kufanya nao mazungumzo? Of course. Mimi mweza ufungaji bora 2004 Yanga Afrika wameniita. Kaongea. Lakini bado sijamaliza mkataba wangu na Mtibwa. Okay. Vipi day 1 nakwenda kusaini Mtibwa Sugar? Tupitishe ilikuwaje? Nijisikia furaha. Nijisikia furaha kasaini Mtibwa ndo paka hapo sasa. Paka nasafiri 2007 mwishoni. Mimi nilikuwa mchezaji wa Mtibwa Sugar. Ukitaja utukufu wa soka la Tanzania na hasa kwenye upande wa Mtibwa Sugar, uwezi kuacha maana kwa maana soka la Tanzania mwaka 2019 2020, tunaweza kusema kwamba huwezi kuacha kumtaja Abubakari Mkango. Hebu tuhadithie kidogo mambo yalikuwaje 2019 2020 na kwenda kutoa ule ubingwa. Ilikuwa challenge na hiyo ndo mko namna hii. Ndio kwamba ilikuwa challenge hasa ile ya pili, ubingwa wa pili tunamfunga Yanga 2-1 pale Morogoro. Ilikuwa vita. Yanga wanataka draw, sisi tunataka tushinde. Bas. Wao just draw tu. Lakini nyinyi mko nyumbani. Ni nyumbani Morogoro. Uwanja wote kiuka umejaa Yanga Afrika. Sisi tunakina sehemu kidogo, kijukwa kidogo. Alisojua tena hizo klabu zina timu ya wilayani na vigoma vyetu, lakini Yanga ndio wamekuja na mabasi yale ya Hudi yote yamejaa. Na unajua wana watu mashabiki dunia Tanzania nzima tunasema. Timu ya nchi, so wananchi bwana, kweli sikasema leo hapa kazi ipo. Kazi ipo. Kwanza ile crowd inavyohamisha. Crowd inavyohamisha unatukana. Kama sisi utakoma leo. Basi mpira unaanza tunawafunga kimoja. Tunacheza kidogo Mohamed Hussein anarudisha. Wanatuambia nyinyi watu wadogo tu. Mohamed Hussein au Chinga? Chinga boy anachomoa. Basi bwana tunacheza dakika karibia 90 Kasemusa Chimi. Anamfunga Chalamu ya goli la pili. Mpira unaingia na vutu tunashangilia na mpira umesaba. Tunawafunga 2-1. Ndio hiyo mimi sitakuja kusahau hiyo kwa maisha yangu. Tunachukua ubingwa mbele ya Yanga Afrika, timu ya nchi. Alafu sisi tumetoka kila wilayani yetu na washabiki wetu sijui kwa 15 sijui 10 tunatoka na kombe letu. Hakika sisi ndio wachezaji ndio washabiki na watu wa kusanya. Yanga wabaki vichwa chini pale Morogoro. Hiyo sitaji kusahau. Tunachukua ubingwa mara ya pili hiyo. Kuna wakati mlikuwa mkizungumza lolote kuhusiana na kwamba labda bwana kwa sababu tunapata chochote hamna haja ya kwamba au ilikuwa ni kila mtu na passion yake mwenyewe? Ilikuwa kila mtu na passion yake mwenyewe. Unaona hasa kama kuna kipindi hivyo chukua ubingwa kama mimi Kasim Isa Meki, timu nyingi zitufuata hizo Simba Yanga tunaenda kucheza timu zao. Hakika kila mtu bwana tukafanya nini kwa watu bakini hapa tunakasabu na Mtibwa yetu bwana tuko vizuri tu hapa bwana tunabaki hamna mtu kwenda sema yote timu ameitwa kivyake mekaenda kivyake kiana yarudi anauliza jibu mimi nabaki Mtibwa. Mkango wewe vipi unabaki? Mimi nabaki bwana mimi niko kote. Baki kama motivation unaona Zubeida mimi ndio wapi bwana mimi basi wote wajua. Kwa mnakuta mnaongea lugha moja. Wote siku tumetoka mbili wote tunakutana tena. Bwana vipo hapo tunaanza moja. Kwa kama unit fulani na kwa ukiangalia Zuberi legendary, Chim legendary, Meki legendary, tunasema sisi tumemalizia Mtibwa pale. Wakaja kina Yusuf Macho, akaja Monja Liseki, akaja Yusuf Kaniki. Kila mtu anakuja Mtibwa anaona hapa kama nimefika hapa, umeona kwa jinsi timu ilivyokuwa inatuchukulia na sisi tulikuwa tunaichukulia timu. Mazingira, umeona jinsi wanavyo to treat, umeona yani iko poa, yani haina haja mtu kuhangaika, umeona unafokazi nje, so tena hapa ndani. Lakini sasa hivi naona haiko hivyo. Timu yetu imeshuka sana azi kusema kweli. Inapanda inashuka. So Mtibwa Sugar timu moja kubwa. Iko na shindana watu bwana leo wanacheza Mtibwa Sugar hapa panajaa hapa. Au vipi kisa hivi? Wanasema uwanja kipindi kile wa Manungu Tuliani pale Mtibwa mwaka 1999 ulikuwa kwamba hatoki mtu. Yani ukija aje Simba aje Yanga unaliwa kichwa. Mwaka 1999 Simba wanakuja hapo.
Sawa, tunachukua vurugu zikatokea sana pale. Sawa. Wakati vurugu zinatokea pale uwanjani na watu walikuwa wanasema kwamba mlikuwa mna ile kauli mbiu ya kwamba mnalinga mkiwa sebleni kwenu kwa maana ya uwanjani, na hasa wewe wakawa nakutania kwamba wewe ni mfungaji tu lakini ni ukiwa hapa leo ukiwa wewe tu nyumbani. Vurugu zikatokea na wale mkashinda wakasema mnabebwa. Hem, tupitishe ilikuwaje hiyo? Nadhani ilikuwa mechi moja ya kawaida, ila sisi tulikuwa tunatempa kuchukua ule ubingwa. Simba wamekuja kama Simba, sisi Simba. Kwa nini tuwape mgongoni kwetu Mtibwa Sugar nyumbani kwao? Sisi tukasema sisi kama Mtibwa tuko nyumbani. Kwa nini tusichukue ubingwa? Itakuwa upumbavu. Tumetoka huko kote leo na nyinyi Simba, kwa sababu Simba tuchukue ubingwa wetu. Tena wako Manungu. Tukashindana kindo kwa sababu wao washaiweka. Kama tukaenda Mtibwa sisi. Tena na kwanza nilikuwa mimi. Goalkeeper alikuwa Mwameja nadhani. Mohamed Mwameja Simba. Alikuwa Mohamed Mwameja. Ni kweli. Nani wao alikuwa kiongozi kwa Idi Azani, kitu kama iko Simba. Kocha wao nilikuwa sikumbuka alikuwa nani. Lakini nadhani mimi ni kwa tulio pale kwenye box. Refa akasema penalty. Simba ndo akagoma. Sasa bwana hapa hamna penalty. Hiyo sio penalty. Vurugu likatokea. Kubwa sana. Ndio mpaka siku hiyo ndio uwanja ule ukataki kutumika mechi za Simba na Yanga. Hiyo ndo ilikuwa historia. Shikilia hapo mtazamaji, kwamba historia kwa nini uwanja Manungu tumekuja kuona umerudi kama misimu mingapi hivi tukikumbuka mtazamaji unakumbuka wachezaji wengi ambao umecheza nao, kuna Juma Kaseja japo kwako naamini alikuwa ni mdogo kama ambavyo ulikwenda ukakutana wakina Salum Mayanga, lakini walikuwepo wakina Zuberi Katwila, Ngawina tumemzungumzia hapa mzee Salum Mayanga, sawa, Maxime hawa wote hawa tunaona wengi wameelekea kwenye ukocha, si ndio? Wewe hukuwahi kufikiria? No. Mimi maisha yangu sija kufikiria kwa mwalimu wa mpira. Kwa nini? Niko naona changamoto wanazopata wale makochi. Nataka kuzijua hizo changamoto. No, nyingi. Kama nini ambazo kusema mimi kwa kweli hii sina ndoto. Control wachezaji labda mfano kipendekeza wachezaji 30. Ucontrol wote kama mwalimu. Ujue kesho wanaanza nani aanzi. Unaona huu ni mtihani kweli, na sababu watu wanakaa vyumbani, mtu asipopanga bana yule mwalimu bwana nuskani pendi kumbe sasa kupendi. Timu inataka watu game plan yake wanataka watu 11, wengine mko 30. Sasa inafika time nyingine timu inataka isafiri watu 23, 7 wabaki. Unaona tatizo lingine, mwalimu anaumiza kichwa. Kwa nani aende anabaka mwalimu mimi anipendi. Kumbe sio akupendi. Ukaona mimi sheria watu 23 watakoenda. Basi mwalimu unamwona kabisa 7 wabaki. Mimi alikuwa anapenda kunita mimi Meki na Geoffrey Magoli. Bwana njoni bwana. Mwalimu wote wakaja pale Mtibwa kwa sababu alikuwa ndio umetukuta kama legendary bwana. Na Mayanga na uwepo. Salma Mayanga. Bwana tunafanyaje? Bwana hapo bila usafiri watu 23. Sasa inakuwaje? Nani aende nani abaki? Basi bwana sisi tunachenyi walimu. Sasa mnaona sio walimu natupa kazi ngumu sana. Unaweza nimetoka hapa kwenye kikao natoka mtu ananinunia. Sababu anatoka mwalimu anataja majina. Bwana usafiri baada hapo mtu mnakula mtu kagole kamnunia mwalimu bwana vipi poa mtu anamwitikia. Lakini unamuona kwamba hayuko naye. Kweli mtu akiangalia dana baki Manungu peke yake watu wiki nzima wanaenda kandaziwa huko. Au mwezi wanakandaziwa weka baki pale peke yake. Inakuwa ngumu. Kwa hiyo mwalimu anakuwa anapata wakati mgumu sana. Watu wanashinda kuelewa. Walimu wanapata wakati mgumu sana. Na hata hivyo wanajitahidi sana. Na mimi naweza kumpongeza Meki, Zuberi kama wametoka huko wameona, lakini wamekuja wamekuwa walimu. Juma na nawapongeza. Wamefanya wamepigana. Unaona kama rafiki yangu Meki juzi. Mechi tu imetokea bahati mbaya wamempa kashfa. Umeona tatizo? Akatafanya vizuri, hamna iko kitu. Imetokea hilo Meki no. Sasa so vizuri, umeona? Kwa mtu kaamua baba mimi ningekuwa na coach. Kwa roho yake safi. Akiwa ukosea kitu kimoja tu, utaitoa alama wewe. Ndio hiyo. Wao umeuza mechi sijui. Basi tumefungwa. Kwa nini tusichukue kwamba ni mchezo tu kwa sababu mpira una matokeo matatu. Kufunga, kushindwa na draw, of course. Imetokea bahati. Akiaka anafuata vizuri. Mna mwalimu kama yule pale, unaona ukifanya vibaya inakuja kashi. Mimi ndio ngasa sema nawapongeza washikaji, wamejitahidi wapotoka kucheza, wamekuwa na walimu, wako na level nzuri. Ukitaja makocha nao wanatajwa. Unapata wakati ukiwa hivi Italy, unapata muda wa kuzungumza nao, kubadilishana mawazo. Rafiki zangu ambao nimeshiriki vizuri sana. Labda hivi. Bwana vipi? Poa bwana poka juzi Zuberi karibia kupanda na bwana mechi nyingi shida vinapanda. Wakati uko Geita. Geita mimi niko Italy.
Basi bwana naambia kila laheri mtu takia dua. Kienda kuswali pale na yeye unamkumbuka kwa hiyo bwana akapanda. Bwana Mkango bwana bwana nashukuru Mungu nimepaka kwa big up. Wewe 2007 2008 kapanda chopa ukaamua kubadilisha maisha ukaenda zako Italy. Of course. Nimeenda Italy imekaa kama mwezi nikatoka Italy nikaenda Sweden. Okay. Nimekaa Sweden karibia miaka 6 bwana. Nilikuwa najihusisha mambo ya mpira. Kuna timu moja inaitwa Kilimanjaro ya Sweden pale. Oh, na kwenye kuna Kilimanjaro. Ukamwambia na sisi tuna Kilimanjaro mlima kule. Ndio timu niko nao tunacheza tukaingia pale kwenye ligi. Ambao nadhani mwezi wa 8 wanafanya bonanza lao la diaspora. Okay. Anafanyika Stockholm pale. Unaona na pongeza kwa mtu mmoja tu amedadi hiyo kitu ameifanya. Kwa hiyo wanafanyaga mara Belgium, Holland, sasa hivi wanafanya Stockholm Sweden. Ambao kwenye timu yetu ya Kilimanjaro ya Tanzania. Ambao sasa yuko daraja la 3 sisi nadhani la 2. Kwa hiyo nilikuwa pale kwa mimi Machupa, Sheani, Credo, unaona Credo Moipopo, William John ndio ilikuwa ndo timu yetu hiyo tume grow up, wakamkumbuka Abui alikuwa Gamoro United captain naye huko pale. Kwa hiyo tulikuwa na hiyo timu ndio mimi nilikuwa nacheza pale tumeipandisha mpaka daraja la 3 baadaye akaja Kaniki, unaona tuko wote Joseph Kaniki Gorota. Ndio timu sasa nadhani bado ipo. Iko kwenye sijui daraja hii ya 3. Mimi ndo baada hapo tena ndo zangu Italy. Maisha ya Italy yako vipi? Tupitishe. Yako kawaida, mazuri. Kawaida, normal. Kama mimi kwa naishi mji mmoja anaitwa Napoli. Napoli. Kuna timu yenyewe ya Napoli. Unaona inapokimbiza namna hii kwenye sasa hivi tumemchukua kocha mmoja kwa AC Milan Allegri. Maisha yako poa. Tuko Tanzania wengi, Afrika tuseme tuko wengi. Okay. Wa Nigeria. Sometimes tunacheza bonanza hizi. Ukikutana. Fresh yani maisha poa. Baada ya kuondoka hapa soka letu unalionaje ukifananisha na miaka ile ya kwenu, ile unaondoka ile imepanda kwa kiasi kikubwa sana. Ndio maana mwanzo nikasema nawapongeza TFF, wadau wa mpira, vilabu, umeona soka letu limepaka serikali. Limepanda. Kwa sababu sasa imekuwa sio mpira walizaa, imekuwa professional. Zamani mimi nacheza Mtibwa. Bwana mshahara laki. Wote tunapewa laki. So ilikuwa ni level. So tunapewa laki na nusu. Sasa mpira walizaa. Weka saini mkataba wako, fee yako utajua wewe mwenyewe. Lakini mshahara wote mnajua. Mnapewa mshahara, mnapewa na kilo 5 za sukari kila mwisho wa mwezi. Hiyo Mtibwa unaona haiko hamna soka kama sasa hivi. Naenda na bageni bwana mimi nataka mshahara 700,000. Huyo ataenda na bwana mimi nataka mshahara milioni. Umeona sasa hivi kwa imekuwa kama tuseme ni professional. Kama wachezaji wanatoka nje wanakuja hapa kwa mpira wetu wameukuza tao. Professional wanakuja. Tunaona wanacheza. Ukiangalia si zamani uangalie mpira live. Hakuna. Hii Azam anaonyesha live sio anacheza Mbeya City na Prison no. Huwezi kuona vitu kama hivyo. Kisema mpira wote unaonyesha live. Unakaa nyumbani unaangalia. Bwana Mtibwa anacheza timu yangu. Wewe nikaniangalia kwenye kocha. Unakaa unaangalia. Kwa vitu vingi vibadilika. Na ligi yetu watu wanaiongelea kwa ligi ya Tanzania. Sasa hivi sio mchezo. Mchezaji wanatoka Mali, wanatoka Ivory Coast. No. Ligi yetu imekuwa nzuri. Watoto wachezaji sasa hivi wanalipwa vizuri. Naona alama maisha yamebadilika. Unaona tofauti na sisi. Umeona wachezaji sasa hivi kulipwa kununuliwa milioni 400, 500. Kawaida. Ni kawaida. 150 sijui mshahara milioni 25 kwa mwezi. Na sasa hivi unaona tumepita hapa kwenye kipindi cha usajili, umeona mbwembwe watu kibao wanatoka sehemu mbalimbali ambao hatutegemei kwamba hata fulani kweli. Of course, yani ligi yetu babu kubwa. Big up. Unadhani kuongezeka kwa Azam TV kuanza kuonyesha hii ligi imeleta chachu kiasi gani? Kubwa sana. Kwa sababu worldwide watu wanaangalia. Bwana kuna mechi usema Yanga, wewe nani weka Azam mbona utaipata. Mtu kwa anatonya anapata Azam anaiangalia match live. Umeona kwa hiyo imeleta exposure kubwa sana. Timu ya taifa wewe umecheza, unaionaje timu yetu ya taifa kwa hivi sasa ukiangalia na kiwango ambacho kwa ujumla unasema Tanzania kweli sasa hivi big up. Imeona mara mwisho kuna AFCON. Tunajitahidi. Tunaelekea tunapotaka kwenda. Ingawa bado tunaenda tunaelekea tunapotaka kwenda. Tunajitahidi kwa sababu ama new generation wanakuja. Wana talent. Tuseme leo kweli. Tumekaa sisi nje, tunakaa kila mechi tunakaa tunakutana sehemu tunaiangalia timu yetu ya taifa. Unaona tunashindana. Kila unaanza nyuma unakuja katikati tunaenda mbele.
So kama zamani ile Tanzania ile, kwa sababu gani ujue? Sasa hivi serikali imejitoa kwenye sports. Niambie Mkangwa, ukiangalia hivi sasa pengine ni mechi gani ukikaa ukikumbuka unasema hii ilikuwa ni mechi hasa kwa upande wangu. Na ni kwa nini? No, na mechi na Yanga tunachukua ubingwa. Hiyo. Ndio umeendelea kuikazia. Kwa sababu nakwambia Yanga wanataka draw tu. Sio nataka ushindi. Hakika ilikuwa ni mechi. Sisi tufunga goli dakika 90. Hapo Kasim Issa. Hivi nini mlikuwa mkikutana Mtibwa yenu hiyo akikosa sababu mkizungumzia na watu ambao leo hii tunaona ndio makocha tena wa ligi kuu ambao umecheza nao akina Meki wakina Sejao mlikuwa mnazungumza nini mnapokwenda kukutana na Simba, mnapokwenda kukutana na Yanga, hasa kwenye vyumba vya kubadilishia nguo kabla ya kwenda na after? Ilikuwa ni kwa sababu ilikuwa ni mechi za pressure. Ni crucial game. Kabla ya kuingia kwanza, kama tunacheza Morogoro pale Jamhuri, uko nje unaona ule umati ulivyoja nje, sio ndani. Hapo ndo mnaingia na gari. Ndo mnaingia na watu ingie kwenye ile gate, kone shida. Sisi ndio wenyeji. Lakini tunapiga mkwala sisi wenyeji na watu wa Yanga pale makomando. Kumbuka Yanga kuna makomando. Ndio watu wa shamba, ndio watu kone miwa huko. Tutamwambia ni basi pale uoga unaanza pale. Wakini unajikaza tu. Kisaikolojia unaanza kuvurugika. Unaanza kuvurugika kwa sababu wanakutoa. Wewe unatukana matusi pale. Lakini nyinyi ndio wenyeji, lakini wenyeji mnao kama wageni. Mnakuwa wanyonge. Wale Yanga au Simba ndio wanakuwa wenyeji pale Morogoro. Sababu si wana watu bwana. Sasa ukiingiza tokeza pale unakutana na watu wote kama Simba nyote nyekundu. Basi sisi tuko nyumbani au tuko ugenini? Tutatoka basi sasa tukiingia nyumbani determination jamani. Twendeni tukaze. Tukipinje nao hivi na wananchi wao wamejaa hapa. Tuaibishe na wananchi wao. Basi wale. Tuaibishe Simba na wekundu wa Msimbazi wao. Tunakaa huko ndani tunapiana determination, bado tuna warm up, tunarudi bwana Nosweta anaanza jamaa. Kweli tunashindana. Mnaongea lugha moja. Of course. Anayeanza na afanye kweli, anayetoka bado kwa tunakuwa unit maana. Lakini zile mechi zilikuwa ni mechi moja crucial sana. Kabla ya mechi mpaka siku ya mechi. Kuna wao wanasema kwa kesho tukutana na Yanga. Ndio maana unasema unaikumbuka ile mechi ya ubingwa. Yaani unawaza ile crowd ya watu ilivyokuwa. Morogoro nzima ilikuwa imejaa Yanga. Morogoro nzima. Alafu nyie ndio wenyeji. Alafu ubingwa mnautaka. Wao wanahitaji just sare tu. Alafu tunakutana na underdog. Point moja, nyie point 3. Wamerudisha ile goli, Yanga wanaiba kombele, tukombele. Na waangalia jua kana Jamali walikuwa Jamali Baizal sasa. Na yuko Jamali mzee mmoja tu mzee Saidi, yani nani yote Mtibwa Sugar ambaye ya Super Doll. Kwa sababu kwa juu bwana hii finali. Unaona Jamali kainamia na mawani yake alafu ananyanyua. Mnaambizana au ulikuwa ni wewe mwenyewe? Tunaambizana jamani, tueni kweli. Ikitokea labda ile dead ball labda jamani. Naona